Mungu anawaita watu wa dunia yote, anawaambia njoni kwangu yenye msumbukao nami nitawapumzisha. Na kila aliyemwendea Yesu hakuna aliyewahi kujuta. Sijawahi nione mtu ambaye amejuta, labda kama alikuwa ni wakala wa shetani. Hakuna aliyemwendea Yesu kanisani akajuta, akasema najuta kuokoka, najuta kumjua Yesu. Lakini pengine utajuta kama ulikutana mchungaji ambaye ni wakala wa shetani, aliyevaa sura bandia, aliyejifanya mtumishi wa Mungu, kumbe ni wakala wa kuzimu katika nchi. Labda kama ulikutana hao, ndio maana Yesu akasema kondoo wangu ni watii, waisikia sauti yangu, hawana nia nyingine, wakija kwangu wanakuja kuisikia neno. Yesu akawaambia neno hili ni wapalo, ni chakula cha uzima. Yesu akawaambia neno hili ni waambialo, ni taa na mwanga wa njia, itawaongoza kufikia njia ile ya ahadi zake Mungu, ili kila mmoja apate ahadi zenye baraka hata utimilifu wa kuja kwake Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Je, angalia, Biblia inasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Iko njia iletayo majuto baadaye. Kipo kiburi cha uzima kinacholeta majuto baadaye. Unajua nikwambie jambo, mtu wa Mungu, mwanadamu yeyote unayemwona ni afya. Mwanadamu yeyote, including wewe na mimi hapa, kila unayemwona, kiburi chake, jeuri yake, furaha yake, amani ya moyo ni afya. Achana kwanza na pesa na nini, afya ulio nayo. Jino tu. Unajua Mungu ana vitu, akikujaribu unasema kweli mimi sio kitu. Sikio hili unaliona linasikia habari njema na mbaya. Sikio hili ambalo limekuharibu moyo, sikio hili ambalo uliletewa habari zikaingia masikioni mwako, ukabadilika, ukaanza kuwa mtu wa ajabu, ukaacha kumtii Mungu. Sikio hili likiumwa, hili sikio hili ambalo mtu hufurahia kusikiliza muziki, taarabu, mipasho. Sikio hili ambalo penda kusikia habari mbaya, kusikia fulani ameaibika, kusikia fulani amekufa, kusikia fulani amefilisika, kusikia fulani yuko hivi. Sikio hili likiugua, mtu halali analia usiku kucha, anajitupa huku na kule. Ukimuuliza shida nini, moyo anasema moyo uko sawa, kichwa kiko sawa, tumbo liko sawa. Nini shida? Anakuambia sikio langu. Kumbe ndio maana Mungu ametupa afya. Mungu amekujalia afya. Hiyo afya lazima mtukuze katika hiyo. Ndio maana kwenye kila afya ambayo Mungu amekupa, itumie kumtukuza yeye. Haleluya. Kama unayo masikio mazuri, masikio ambayo ni mazima, hayaumwi, yanasikia, yatumie hayo kusikiliza maneno ya Mungu, kusikiliza sauti ya Mungu, kusikiliza maonyo. Ndio maana wengine wana shida ya masikio, wanasafiri kwenda mahali, masikio ni mabovu, masikio yanauma, yanavunja usaha, wengine hayasikii kabisa. Lakini wewe unayo neema, unasikia kila kitu, na masikio hayo huyatumii kufanyika baraka, kuambia wengine nimesikia sauti ya Mungu ikisema na mimi, kuwashuhudia wengine kwa yale ambayo umeyasikia. Masikio hayo yamekukosesha, na Mungu hataki ujute kwa sababu ya masikio. Kama nani leo sema amen. Sema amen. Unajua kwa nini wengine walifilisika? Walisikia matangazo kwa masikio, wakaenda mbio kwenye waliyosikia, wakajiingiza kwa sababu wamesikia. Ndio maana imani huja kwa kusikia. Hayo masikio ambayo unayatumia vibaya, hebu anza kubadilika leo. Anza kuyatumia vizuri. Anza kuyatumia hayo masikio kusikiliza Mungu anasema nini. Anza kuyatumia kusikiliza sauti za malaika. Anza kuyatumia kusikiliza wahubiri. Haleluya.